Wakati mataifa mengi ya Afrika yakiendelea kutawaliwa kwa njia ya kiuchumi na kisaikolojia, kijana mmoja kutoka Burkina Faso aliamua kuvunja minyororo hiyo kwa mikono yake mwenyewe. Ibrahim Traore, kapteni kijeshi aliyeingia madarakani mwaka 2022 kupitia mapinduzi, amekuwa mwiba kwa mataifa ya kibeberu. Lakini ni wachache wanaojua kwamba tangu siku ya kwanza alivyotangaza uasi wake, maisha yake yamekuwa katika hatari ya juu kila saa, kila dakika. Leo tunakufunulia majaribio ya kutisha ya kumuua Traore, nani aliyehusika, kwa nini na jinsi alivyonusurika. Captain Ibrahim Traore alizaliwa mwaka 1988, kijana wa kawaida kutoka familia ya tabaka la chini. Akiwa mwanajeshi, aliona mateso ya raia mikononi mwa vikundi vya kigaidi na pia alishuhudia ulegevu wa serikali iliyokuwa ikiendeshwa kwa maelekezo kutoka Ufaransa. Mnamo Septemba 30 mwaka 2022, akiwa na kundi la wanajeshi waliokuwa watiifu wake, aliongoza mapinduzi aliyomuondoa Paul Henri Damiba, sababu kuu kushindwa kulinda raia na kumridhisha mkoloni. Kwa mara ya kwanza wananchi wa Burkina Faso walishuhudia kiongozi mchanga aliyevalia sare za kijeshi akiwaahidi uhuru wa kweli wa chakula, usalama na madaraka ya kitaifa. Jaribio la kwanza lilifanyika ndani ya ikulu. Chanzo cha ndani cha kijeshi kilifichua kuwa siku mbili baada ya mapinduzi, wakati wa Traore akiandaa hotuba yake ya kwanza kwa taifa, taarifa zilivuja kuwa baadhi ya waliokuwa wafuasi wa Damiba walikuwa wamebeba silaha wakijipenyeza ndani ya ikulu ya kijeshi. Mmoja wao alikuwa mlinzi wa karibu aliyepewa kazi ya kumlinda Traore. Katika hali ya kushangaza, usiku wa tarehe 2 Oktoba mwaka 2022, mlinzi huyo alikamatwa na bastola iliyofungwa na silencer, na hakuwa peke yake. Kundi la wanajeshi waliokuwa watiifu kwa Damiba walikuwa wamepanga kumpiga risasi akiwa kwenye mkutano wa ndani. Hili lilizimwa kimya kimya. Serikali haikutoa tamko rasmi, lakini waliokuwepo wanadai alitoka salama kwa sababu alikataa kushiriki mkutano huo dakika za mwisho. Jaribio la pili lilikuwa kupitia droni ya mauti. Ripoti ya kijasusi kutoka Mali na Niger ilieleza kuwa kulikuwa na droni isiyotambulika iliyoingia katika anga ya Ouagadougou usiku wa Februari mwaka 2023. Droni hiyo ya kijeshi yenye uwezo wa kubeba vilipuzi ilionekana ikielekea kwenye jengo linalotumika na serikali ya kijeshi. Kwa bahati nzuri, mfumo mpya wa ulinzi wa anga uliowekwa na wanajeshi watiifu wa Wagner kutoka Russia uliidaka mapema na kuiangusha. Wachunguzi wa kimataifa walihusisha droni hiyo na moja ya vikosi vya siri vya Ufaransa vilivyoko Niger. Taarifa hizi hazikuwahi kuthibitishwa rasmi, lakini ziliibua maswali mengi kuhusu uwepo wa vikosi vya NATO kwenye ukanda wa Sahel. Jaribio la tatu lilikuwa kupitia sumu ndani ya chakula. Katika mkutano wa viongozi wa kijeshi wa Afrika Magharibi, Traore alihudhuria chakula cha pamoja kilichoandaliwa na mwenyeji. Kwa mujibu wa taarifa ya daktari wake binafsi, mara baada ya kurudi Ouagadougou, alianza kulalamika tumbo, kichefuchefu na kupoteza fahamu kwa muda mfupi. Maabara ya kijeshi ilibaini alipewa sumu ya polepole aina ya polonium 210 ambayo ina uwezo wa kuua baada ya wiki 1 hadi 3. Chanzo hicho cha sumu hakikufahamika moja kwa moja, lakini mtuhumiwa mkuu alikuwa mmoja wa walinzi wa chakula aliyekuwa ameajiriwa kwa muda mfupi kwa shughuli hiyo pekee. Traore alinusurika baada ya matibabu ya haraka, lakini tukio hilo lilibadilisha utaratibu wake wote wa usalama. Kuanzia hapo, chakula chake huandaliwa na timu maalum ya watu 4 aliowachagua binafsi. Jaribio la 4, kulipuliwa kwa msururu wa magari. Mnamo Juni mwaka 2023, Ibrahim Traore akiwa njiani kurejea kutoka eneo la kijeshi mashariki mwa nchi, msururu wa magari yake ulikumbwa na shambulizi la bomu la ardhi IED lililotegwa barabarani. Gari lililokuwa mbele yake lililipuka kabisa likiwaangamiza wanajeshi 3. Gari la Traore lilinusurika kwa sababu lilikuwa limechelewa kwa dakika 5 tu baada ya kiongozi huyo kusisitiza aongee na wanavijiji waliokuwa pembezoni mwa barabara. Wanamgambo wa kundi linalodaiwa kufadhiliwa na nguvu za nje walikiri kuhusika, lakini mashaka bado yalibaki kuhusu namna walivyopata taarifa za ratiba ya msafara wake. Jaribio la 5, hujuma ya kisiasa ndani ya jeshi. Oktoba mwaka 2023, taarifa za kiintelijensia zilivuja kuhusu njama ya ndani ya jeshi iliyopangwa na maafisa wawili wa ngazi za juu waliokuwa wakishirikiana na wafanyabiashara wakubwa wa kimataifa waliopoteza kandarasi zao baada ya Traore kuingia madarakani.
Mpango wao ulikuwa wazi: kuchochea maandamano ya wananchi dhidi ya hali ngumu ya maisha, kisha kutumia fursa hiyo kumtangaza Traore kuwa amepoteza uhalali na kumkamata. Ingawaje mpango huo ulivunjwa mapema kabla haujatekelezwa, huku viongozi wa njama hiyo wakikamatwa na kusafirishwa kwa siri hadi gereza la kijeshi. Swali linabaki, kwa nini Ibrahim Traore anaandamwa kiasi hiki? Je, ni kwa sababu ya misimamo yake dhidi ya Ufaransa? Je, ni kwa sababu ya kukataa misaada yenye masharti? Au ni kwa sababu amekuwa kielelezo cha kizazi kipya cha Afrika kisichotaka kubembeleza? Kiongozi huyu kijana anaendelea kuandika historia mpya ya Afrika, lakini kama historia ya Thomas Sankara inavyotuonyesha kuwa mzalendo barani Afrika ni hukumu ya kifo, isipokuwa kama uko tayari kulipa bei yoyote. Je, Ibrahim Traore atavuka salama ama atafuata mkondo wa mashujaa waliokatizwa kabla ya ndoto zao kutimia? Historia inaendelea kuandikwa kwa damu, ujasiri na imani. Mimi naitwa Mheshimiwa Mishi Mboko. Au sio? Habari zenu? It's your boy Winter. Habari zenu tena? Hi guys. Unisteo Sibaba Manze. This is your girl Aisha the Gazelle. This is Ricky Melodies kutokea Mijikenda Kings Band. Echo 254. K-Tozi. Naitwa Noli Wilson Rai. Ule gospel singer. Zidi kutizama Captain Nyota TV. Na unatazama Captain Nyota TV. Na subscribe kwa Captain Nyota TV. Stop viewers. Subscribe to Captain Nyota TV. Unapitwa nini? Na naambia watu pia waweze kusubscribe. Endelea kutizama Captain Nyota TV. Ndo manake. Mimi naitwa Mheshimiwa Mishi Mboko. Au sio? habari zenu? It's your boy Winter. Habari zenu tena? Hi guys. Unisteo Sibaba Manze. This is your girl Aisha the Gazelle. This is Ricky Melodies kutokea Mijikenda Kings Band. Echo 254. K-Tozi. Naitwa Noli Wilson Rai. Ule gospel singer. Zidi kutizama Captain Nyota TV. Na unatazama Captain Nyota TV. Na subscribe kwa Captain Nyota TV. Stop viewers. Subscribe to Captain Nyota TV. Unapitwa nini? Na naambia watu pia waweze kusubscribe. Endelea kutizama Captain Nyota TV. Ndo manake. Mimi naitwa Mheshimiwa Mishi Mboko. Au sio? habari zenu? It's your boy Winter. Habari zenu tena? Hi guys. Unisteo Sibaba Manze. This is your girl Aisha the Gazelle. This is Ricky Melodies kutokea Mijikenda Kings Band. Echo 254. K-Tozi. Naitwa Noli Wilson Rai. Ule gospel singer. Zidi kutizama Captain Nyota TV. Na unatazama Captain Nyota TV. Na subscribe kwa Captain Nyota TV. Stop viewers. Subscribe to Captain Nyota TV. Unapitwa nini? Na naambia watu pia waweze kusubscribe. Endelea kutizama Captain Nyota TV. Ndo manake. Platinum Diamond Total la Kimanyema Chibu Dangote. Yami from Tanzania. Na unatazama Captain Nyota TV. Junior Fortune the one. Na subscribe kwa Captain Nyota TV.